Hii ni Amaika Media. Jina langu ni Nelson Songa. Kitengo cha tujielimishe. Kwa sababu tunahitaji tuweze kuwa na ufahamu wa mambo mengi tu katika jamii ambayo tunatoka. Sasa sijui kama umewahi jielimisha. Kando na hiyo elimu ambayo umepata shuleni, society tuko nyumbani na kuelimisha jambo gani? Kanisani unaelimika na jambo lolote? Amaika Media tunakuja na kitengo hiki cha tujielimishe ili kwamba tukuelezee mambo fulani ambayo unahitaji kwamba uweze kuyajua. Na hayo nitakuwa na mgeni hapa ambaye atatusaidia kuweza kuyaelewa hayo ili kwamba tujue hasa nini kinafanyika. Na kuna kile kitu ambacho tutakuwa tunakizungumzia. Tukio la juzi sana lilikuwa tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Tutakuwa tunaanzia hapo discussion yetu, nisiende sana. Napenda nimkaribishe ambaye niko naye ili kwamba tuweze kujua kwanza yeye ni nani na kwa nini awe katika kitengo hiki cha tujielimishe. Karibu sana. Asante sana. Yes. Naomba ujitambulishwe, unaitwa nani, kutoka wapi? Asante kwa hiyo fursa, ili watu wanaotusikiliza, wanaotuangalia waweze kujua mimi ni nani nayezungumza. Jina langu ni Nancy Adagala Ombuya. Nancy ni mzaliwa wa Kabras, katika kijiji kinachoitwa Luhoho. Wazazi wangu, babangu alikuwa kansila wa kitambo, alikuwa anaitwa David Adagala, na mamangu anaitwa Pastor Respa Adagala. Nimeolewa, niko na kwangu. Kwangu kunaitwa Ebusikare huko Luanda, Bunyore. Katika boma la mzee marehemu Shem Ombuya na mama ambaye pia ni Reverend Roslan Ombuya. Kwa sasa tunaishi hapa mahali panaitwa Lurambi, kijiji kinachoitwa Ebuambwa. Na kwa kuwa mzee wangu ndiye wa kwanza katika familia yake, ilibidi aweze kupanua nafasi katika boma, maana tuko wengi. So akaondoka ili wengine nao wapate nafasi ya kujifanyia mambo yao ya kifamilia. Mzee anaitwa Dr. Godfrey Ombuya, ni mstaafu. Tunaishi na yeye hapa Ebuambwa. Umetaka kunijua zaidi kwa upande wa kazi? Mimi ni mkufunzi katika chuo kikuu cha Masai Mara University, ambako ninafundisha somo la communication and journalism. Na nimekuwa huko kwa miaka kadhaa, tuseme kuanzia 2011 hadi wa sasa. Na nafurahia sana hili somo na hata kazi yangu, manake kuna vile inabadilisha mitazamo ya wanafunzi, kuna vile imenibadilisha mimi mwenyewe katika kuelewa jamii, na hata mambo mengi sana ambayo yanahusu vijana. Nimekuwa mwalimu kwa muda mrefu, miaka mingi sana. Na hapa nilipo naweza kusema kwamba hata katika redio ama vyombo vya habari ninajivunia maelezo ambayo ninapata na wasikilizaji wangu kila mara ninapopata fursa ya aina hii, ili waweze kujielimisha pia. Manake ukiwa mwalimu, hakuna wakati ambapo nakosa kuwa mwalimu. Ni kama tajriba, inakusaidia sana katika kuelewa jamii. So kimsingi naweza kusema tu kwamba mimi nimekuwa katika hiki kiwanja cha elimu. Hakuna kazi nyingine ninayojua. Tangu nianze kufanya kazi, hata katika usomi wangu nilijifundisha ualimu. Na hapo ndipo. Kama kuna lingine uliza. Liko, haliwezi kosa mpaka niulize. Umetaja kutoka maeneo ya Luhoho. Luhoho inakuwa kwenye ward gani currently pale Malava? Sababu Luhoho, which ward? Unasema baba alikuwa kansala enzi hizo, si ndio? Sasa kuna Luhoho, si Luhoho. Luhoho. Luho. Oh, sio ho. Okay. Na hii Luhoho awali sisi tukikuwa wadogo ilikuwa inaitwa Shikunga. Kuna jamii ya watu kutoka
Shikunga, hiyo iko sehemu iliyo karibu na Musoli. Huko Shikulwa Masimbwa. Kuna village hapo inaitwa Shikunga. So kuna mzee mmoja alihama ambaye ni babu yetu. Alihama akakuja akakita hapa karibu na West Kenya, Kabras. Kama umewahi kunywa sukari ya Kabras Sugar. Vizuri sana. Sasa sisi ndio wenye tunapanda miwa upande huo. So ndio maana ilikuwa Shikunga, lakini baada ya muda kidogo kawaida majina hubadilika. Nafikiri kuna watu walioanza kununua mashamba katika hicho kijiji, watu kutoka nje, na wakaona kama kwamba hawataendelea kumiliki jina la Shikunga, maana lilikuwa la jamii fulani. So jina likabadilika likawa Luhoho. So ukienda kambi ya Mwanza, uingie ndani kidogo ni kama unaenda Shamberere National Polytechnic. Uende mbele kidogo utapata West Kenya Sugar. Hapo ndipo kijiji chetu kinachoanzia. Huko ndani hadi mwisho kwenye mto unaoitwa Sasala. Kuna swali umeniuliza. Umeniuliza kwamba liko katika ward gani. Sasa kuna location ya kitambo ilikuwa inaitwa South Kabras. Na South Kabras hii imekuwa Shanda East. Sasa huko ndio kwetu. Hiyo ndio ward yetu. Sub county ni ya Malava, of course katika Kakamega County. Asante. Nimekuwa na kiere kutaka kujua kwa sababu mimi nami natoka Manda Shivanga ward. Ambayo nisimtaje MCA kwa sababu hajalipia, lakini natoka huko pia, mzaliwa wa Kabarasi. Ningependa tuje kwa ile ambalo tunalizungumzia. Tarehe 28 mwezi wa 5 2026. Chenye kilifanyika Utumishi Girls Academy. Kimeleta discussion tofauti. Mpaka inabidi Julius Ogamba ambaye ni waziri wa elimu aweze kutoa ripoti kuhusiana na mwelekeo. Hata tunaona changes pia wameweza kubadilishwa pale. Ololtoa akibadilishwa, alafu Profesa Bitoka akiondolewa. Na ni kama tumekuwa na blame games. Wazazi. Walimu wanajiosha, wanasema kazi yetu is just to teach and go home. Wengine wanasema watoto akiomboleza kwa matanga akasema kwamba mwalimu fulani alidanganya. So hatupati picha vizuri who is to blame, lakini tunataka pia tujue tabia ya hao wanafunzi mpaka ifike kiwango ambacho kwenye CCTV tunaona ni kama wenzao waliwasha moto. Ndio ifikie hiyo kiwango. Hii tabia iko namna gani? Nini kimefanyika? Nini hakijafanyika? Ninachoweza kusema kwamba hilo tukio lilikuwa la kutamausha. Watu wengi walishangaa, walipigwa na butwa kwamba wanafunzi wanaweza kuteketeza wenzao katika jumba la kulala. Na hapo unaanza kujiuliza maswali. Mwanafunzi ambaye anaweza kufungia wenzake katika chumba cha kulala wakati ambapo amewasha moto, akijua kwamba hatima ya tukio kama hilo ni kwamba hawa wanafunzi watachomeka, ni mwanafunzi wa aina gani? Na zaidi ya hayo, bila kulenga shule ya Utumishi Academy, nafikiri wakati mwingine ni vizuri kupanua mazungumzo ili tuweze kujiuliza tuko na wanafunzi wa aina gani. Manake kwa vile tu limefanyika Utumishi Academy, sio kwamba halitafanyika kwingine. Hawa wanafunzi walizaliwa tu vile wanafunzi wengine wote uzaliwa. Wamelelewa katika maeneo tofauti. Halafu sasa wanatekeleza mambo tofauti. Kuna wanafunzi ambao unaweza kwenda kwao nyumbani na upate ni wanafunzi tu, watoto tu watulivu, wanaonekana wenye heshima, wanaonekana hawana mambo mengi, lakini wakienda shuleni wanatenda mambo ya ajabu. Unaanza kujiuliza unawezaje kuafikiana na tabia mbili tofauti kama hizo? Akiwa nyumbani ni mwanafunzi tofauti. Hata ukiuliza mzazi wake atakwambia mwanangu hawezi kutenda hilo. Lakini mwalimu anamjua kwa njia tofauti. Wanafunzi wenzake wanamjua kwa njia tofauti. Na wakishatenda jambo kama hili ambalo tunazungumzia la kuchoma wenzao, utapata kwamba hilo jambo sasa lilianza kuenea. Baada hiyo shule kuchomwa, mambo yanaendelea, watu wanazungumza, mijadala inafanyika. Mnaamka siku moja mnapata shule nyingine pia nao wanafunzi wamechoma.
wakati mnashangaa hata hawawapi nafasi ya kushangaa ama kumaliza huo mshangao nyingine. Sasa ni kama kwamba ni jambo linalofanya nini? Linaloenea kutoka kwa shule moja hadi nyingine. Pengine kile ambacho naweza kukuambia ni kujaribu kuuliza hizi shule zilikuwa katika county za aina gani? Yes. Ama katika ward za aina gani? Maana kuna maeneo mengine hujasikia kwamba shule hata moja imechomwa. Kwani hao sio wanafunzi kama wenzao? Kwani walimu wao hawakupelekwa chuoni wakafundishwa kama walimu wenzao? Kwa nini katika shule fulani kuna chomeka na kwingine kumetulia? Hata ukiangalia video fulani katika social media, utaona kuna wanafunzi wanajivunia shule zao, wanasema kwamba mimi siwezi kuchoma shule yangu. Kwa nini wengine waanze kujivunia na kubeba juu majina ya shule zao? Yes. Na wengine nao wengine they are praising their teachers, wanasema mwalimu fulani na wengine nao wanafanya nini? Wanasema kwamba kama ni mwalimu fulani she's pretending, hakutusaidia, hakuonekana. Ni nini kinachoendelea? Yes. So katika kuzungumzia hilo jambo na bila kulenga tu shule moja, nataka tuangalie mambo mawili. Tuangalie student behavior. Tukiangalia student behavior utapata kwamba wanafunzi huwa na tabia upande mmoja positive, zingine negative. Zile negative zitawasukumia kutenda madhara kama haya. Zile positive zitawasukumia pia kwanza kujivunia shule zao na kujivunia walimu wao na kutaka kutekeleza mambo fulani ambayo wako na nia kuyafaulu maishani. So hebu tuanze na hawa ambao nasema hii behavior ambayo nasema ni positive behavior. Ni wanafunzi wa aina gani? Kwanza utapata kwamba kuna wanafunzi ambao wamelelewa kuheshimu walimu wao. Wanajua kwamba ili waweze kupita mtihani, ili waweze kuinuka katika mitazamo yao maishani, katika kutangamana na wenzao, lazima waelekezwe na mwalimu, na mzazi, na pia na padri au pasta kule kanisani. So haya maika ambao unazungumzia kwamba hii inaitwa maika radio. Tunaweza pata mwalimu hapo katika maika ya shule. Tunaweza pata mwalimu, mzazi na mwanafunzi. Halafu tupate kiongozi wa kanisa. Kwa nini haya mambo yote matatu ni muhimu? Mtoto akizoea kwenda Sunday school, manake sijui kama kweli hawa watoto siku hizi wanafundishika katika Sunday school. Manake kuna wale wanasema kwamba wanafurahia kuona mahubiri kwenye runinga. Kwa nini mwanafunzi asiende akae na wenzake kanisani, wapelekwe katika class moja na watoto wengine wa umri wake ili wafundishwe mambo yanayowahusu wao katika huo umri? Mbona? Sasa hilo ndio jambo moja ambayo naona ni positive. Mwanafunzi akiwa au mtoto akiwa kupendelea kwenda kutangamana na watoto wenzake kanisani, itamsaidia. Manake huwezi kufundisha mtoto kila kitu ukiwa nyumbani, lakini watoto wanaweza kufundishana. Na pia kiongozi wa Sunday school pia anaweza kuwafundisha. Kuna vile wanaelekezwa. Shuleni tunajua kwamba mwanafunzi ambaye anaheshimu mwalimu, anajua kwamba mwalimu ako juu yake, ndiye anajua, ndiye mwelekezi, mtoto atakuwa mwanafunzi mzuri. That is positive behavior. Alafu tumesema mwalimu, pastor, marafiki wenzake na umetaja mwalimu hapo, mzazi, marafiki na wazazi, kanisa. So hao watu katika hizi sehemu ambazo nimetaja ni muhimu sana katika mwanafunzi kuwa positive. Manake akiwa na positive behavior, atakapoenda shuleni ataanza kukumbuka kwamba rafiki yake ambayo yuko katika shule jirani, yeye anatazamia kuwa pengine daktari, pengine mwalimu, na yeye mwenyewe anatazamia. Kwa hivyo kutakuwa na yale mashindano ambayo ni positive. Wakijua kwamba dunia imetengenezwa kwa njia ambayo kuna wale ambao wanastaafu na wengine wakichukua
huo uongozi. Na yeye anajiweka katika uongozi fulani. Anajua kwamba miaka fulani ikifika nitakuwa nimehitimu masomo yangu, nitajiingiza katika uwanja wa kazi. Kiwango fulani kikisonga katika ustaafu, wengine wafuate na mimi pia nitafanya nini? Nitafuata. Sometimes you look at education as a conveyor belt. Yes. Every section is taken care of. Sure. Every age bracket is taken care of. Kwa hivyo wale wamefanya KCSE tuseme mwaka jana, sasa wako campus first year. Kuna wale walifanya pengine miaka mitatu iliyopita, sasa wako fourth year. So tunangoja waende, na wengine wafuate. So that's how a conveyor belt works. Yes. Na hivyo ndivyo tunatarajia a positive student kujua kwamba amepanda kwenye hiyo ngazi ya conveyor belt. Anapanda hatua kwa hatua. Okay. Jambo la pili ambayo ninaweza kuzungumzia hapo ni sheria za shule, school rules. Kila mwanafunzi anapoingia shuleni, iwe ni primary school au high school au hata university, one important document wanafaa wapewe ama huwa wanapewa ni school rules. Sure. Lakini utapata pengine mwanafunzi ako na hizi school rules na anataka kuzigeuza zimfae yeye mwenyewe, ni kama anajiundia school rules zake. That is not positive. Lazima ajue kwamba katika hii shule iko na culture yake, na wanafunzi katika shule yake huwa wanapita mitihani. Yes. Therefore lazima afuate hizo rules. Rules ni gani? Mwanafunzi anaambiwa kwamba lazima uamke asubuhi by 5. Ukiamka, what are you supposed to do? Kuna zile kazi ambazo zinapangiwa mwanafunzi kuanzia anapoamka hadi anapoenda jioni kulala. Yes. Lakini utapata hata wakati wa games mwanafunzi anajifanya mgonjwa, malingaras, hataki kwenda kucheza, hataki kujiunga na wenzake, pengine kama kuna wale waimbaji, ama atatoroka tu shuleni aende kufanya vitu vya uhuni huko nje. Mambo kama hayo huwa yanaharibu mwelekeo wa mwanafunzi. That is not a positive student. Number 3, attending classes regularly. Mwanafunzi lazima amke kila siku. Hiyo 5 nimesema, kuna yale wanafanya hadi saa 2 za asubuhi. Classes begin. The child must attend all the classes. Lakini utapata kuna wanafunzi ambao watahepa tu, aende ajifiche mahali, aende tu akae tu mahali anaonekana kama kwamba amebeba simu shuleni. Yes. Anataka kujiingiza kwa vitu za social media, na social media iko na mafundisho mengi. Na ukiona mwanafunzi ambaye anang'ang'ania kila mara lazima kuwe na bundles, na pengine hili tutazungumzia baadaye, tutaulizana hizi bundles zinatoka wapi? Hizi simu zinanunuliwa na nani? Nilikuwa kwa sababu nilikuwa nilileta hilo, lakini nikasema wacha uteremke kwa sababu wacha niteremke kidogo. Tutalizungumzia kabisa. Manake unapoitwa shuleni kama mzazi, unaambiwa kwamba mwanafunzi wako amepatikana na simu. Mzazi anakuambia kwamba unajua juzi amenipigia simu akisema kwamba anaumwa. Swali ni kwamba alipigia simu gani huo ujumbe? Alienda kwa mwalimu akamuomba simu ama alitumia simu yake? Na hiyo simu imefichwa wapi? Lakini kuna wazazi ambao ukileta jambo kama hilo ni kama sasa umeanza kuzozana na mzazi. So walimu nao wamefika mahali wamesema kama hivyo ndio itakuwa. Utaitwa ukuje ushughulikie jambo la uhuni wa mwanafunzi wako ama nidhamu, jambo la nidhamu, na hutaki kuhusika katika hayo mazungumzo, unataka kunilaumu mimi? Kana mwanafunzi wako atakutolea hata barua yake aliyopewa ya kuandikwa kazi. Hakuna mahali ambapo ameambiwa kwamba yeye ni maid. Takwambia my work is to come to class at 8, nijaze teapad. Kuna kitu kinaitwa teapad squeeze. It takes a lot of time from the teachers. So wakae waijaze vizuri, waende darasani wafundishe. 4 ama 5 ikifika anaenda zake. Atakwambia kwamba mimi sitaki kuzozana na mzazi. So tutazungumzia hilo baadaye in detail. Lastly, kwa upande wa positive behavior in school, a student must participate actively in learning activities. Learning activities kama completing assignments, akipewa assignment jioni wakati wa prep, ama kama hayuko katika shule la mabweni, amerudi nyumbani jioni, lazima apewe nafasi aketi chini afanye hiyo homework. And lastly, demonstrating honesty and responsibility.
Ilikuwa na mwanafunzi ambaye anapenda kupokonya wenzake vitu, kuiba vitu vya wenzake, kuchokozana na wenzake, kupigana na wenzake. Mwanafunzi kama huyo does not have positive behavior. Hapa kwa umetaja behavior ya mwanafunzi, anafunzwa kwamba mwalimu ni mkubwa wake. Nani anamfunza? Because we get a scenario penye mzazi ameletea mwalimu kesi. Huyu Nelson ananisumbua nyumbani. Huyu mtoto wangu Nelson ananisumbua nyumbani. Nataka mwalimu nisaidie kumchapa. Sasa mwalimu, nimekuwa mkutano jana, mwalimu anauliza, mimi mtoto wako umeshindwa kumchapa. That is instill discipline nyumbani, umeshindwa. Mimi shule ndio unaniletea nifanye. Now, who instills this behavior kwa mtoto kujua kwamba huyu ni mwalimu, ni mkubwa wangu, I have to listen to